Fikiria upo na laptop yako hapo, umeifungua na unafungua mfano browser ya Chrome, yani application ya Chrome, lakini hapo hapo una play music pia, lakini haitoshi, umefungua Word document unaandika. Kila kitu kinafanya kazi smoothly bila shida yoyote, unafanya shughuli zako katika hiyo kompyuta yako. Lakini sasa swali linakuja, ni nani anahakikisha hizi apps zote ambazo zinafanya kazi bila ya kugombania resources, bila ya kucrash kompyuta yako, ni nani huyu ambaye anasimamia? Lakini pia ni nani anasimamia memory, CPU na vifaa mfano kama keyboard na screen katika hiyo laptop yako? Jibu ni moja tu, ni operating system. Lakini sasa pengine unajiuliza, hiyo operating system ni nini hasa? Na kwa nini inaonekana tofauti kulingana na unavyoitazama? Ndicho ambacho tutakwenda kukitazamia leo kwa njia rahisi kabisa. Tutakwenda kuelewa hii operating system ni nini haswa. So video hii ni video ya kwanza ambapo tunaanza kujifunza kuhusiana na operating system, na muhimu kabisa ninachotaka utambue kuanzia mwanzoni kabisa hapa ya playlist hii ama kozi hii ni kwamba kozi hii ndio tunaanza mwanzo kabisa hapa katika level ya chini kabisa, lakini tutakwenda nayo hadi katika level ya advanced. So kama unahitaji kujifunza kuhusiana na operating system kiundani na kuona jinsi ambavyo inafanya kazi kubwa katika kuhakikisha vifaa vyako hivyo vinafanya kazi na kufanya task ile ambayo utaiamuru hiyo device yako kufanya. Lakini pia tutakwenda kutengeneza maarifa hapa katika kozi hii, mimi pamoja na wewe, hatua kwa hatua bila ya kuruka hatua yoyote ile. So hakikisha kama unataka kujenga maarifa unafuatilia hatua kwa hatua video ya kwanza hii, itakayofuata na itakayoendelea katika playlist hii. Leo tutakwenda kujifunza mambo mawili makubwa. Kwanza tutaangalia operating system ni nini, lakini pia tutaangalia njia mbili za kuiangalia hii operating system. Kuna perspective ambayo imegawanyika sehemu mbili, kwa upande wa user view, lakini kwa upande wa system view. Vipi tunaizungumzia operating system? Kama utaelewa hivi vitu vizuri, basi foundation yako ya operating system itakuwa imara sana. Labda tuanze kwa kuangalia operating system ni nini. Operating system, fahamu, ni program ama software inayosimamia hardware ya kompyuta, na operating system ndio ambayo inatoa mazingira kwa hizo application ambazo upo nazo katika kompyuta yako, mfano laptop ama simu yako, kuweza kufanya kazi. Katika lugha rahisi zaidi uweze kuelewa, tunaposema operating system, OS, tunasema ni middleman, ni mtu wa kati ya hardware, application na user. Ni sehemu ambayo inakutanisha, inaunganisha hivyo vitu. Wewe mtumiaji, user, applications, hizo application ulizokuwa nazo, Chrome, VS Code, games na application nyingine, na hardware, CPU, RAM, diski, vile vitu ambavyo unaweza kuvigusa na kuviona ambavyo vinajenga hiyo kompyuta ama hiyo simu ambayo umeikamata hapo. Sasa labda tuangalie katika mfano halisia ambao utapata picha kuhusiana na operating system. Tuchukulie wewe ni mgeni, guest, katika hoteli. Jaribu kuvuta picha ya hoteli. Wewe ni mgeni unakwenda pale, lakini katika hiyo hoteli kuna wale room service, lakini pia kuna reception. Sasa room service na reception chukulia ni kama operating system. Alafu kuna vyumba, yani kuna vifaa vya hoteli, kuna chumba, kuna chakula. Chukulia hivyo ni kama hardware. Hauwezi wewe kama mgeni, guest, kwenda jikoni moja kwa moja. Utapitia kwenye operating system, utapitia reception. Na hivyo ndivyo operating system inavyosimamia kila kitu nyuma ya pazia. Utanielewa vizuri zaidi kila tutakapozidi kuendelea. Sasa nimekwambia kuwa operating system tunaweza kuielewa katika mitazamo miwili. Kuna user view na kuna system view. Tukianza na kwa upande wa user view, operating system kutoka kwa upande wa user ambaye ni wewe hapo, user huwa anaona nini inapokuja issue nzima ya operating system? User huwa anaona interface ambayo tunaongelea screen, icons, apps mbalimbali ambazo zina display katika screen yako. Lakini pia tunapozungumzia kwa upande wa user tunaongelea ease of use, urahisi wa kutumia. Pia operating system inaeleweka hivyo. Lakini pia kwa upande wa performance, kwa mtazamo wa user, tunapokuja kwenye issue operating system tunaongelea issue ya speed. So user operating system anachukulia ni kitu ambacho kinachofanya kompyuta iwe rahisi kutumia. Mfano,
ambao utakufanya ujenge picha kwa upande wa user view. Pale unapofungua application ya WhatsApp ama unapopiga picha, unaposikiliza music, wewe kama user haujali memory inagawanywa vipi huko ndani wewe unapotumia hizo application, ama CPU inafanya nini. Wewe mambo yayo hujali kabisa, unachojali ni inafanya kazi ama la. So huo kwa upande wa user view, ambao operating system imekuwa designed kwa ajili ya convenience, urahisi na kuleta ile experience nzuri kwa user. Lakini kwa upande sasa wa system view, ambao ni kwa mtazamo wa system, tunapoongelea operating system tunaongelea mambo kadhaa ambapo ni tofauti na kwa upande wa user view. Operating system inaonekana kama resources manager inapokuja upande wa mtazamo wa system view. Kwa hiyo resources ni nini? Pengine unajiuliza ninaposema resources manager, hii resources ni nini? Resources katika hivi vifaa vyetu, hizi computer, kuna vitu vichache ambavyo ni muhimu sana. Hapa tunaongelea CPU, processing power, tunaongelea memory, RAM, tunaongelea storage, diski, tunaongelea input na output device, keyboard, mouse, screen, ambavyo ndo vinajenga sasa hiyo computer, hiyo hardware, hicho kifaa ambacho unakikamata na kukitumia. So app zote zinataka kutumia hivi vitu. Sasa tatizo linakuja hapa. Fikiria, Chrome inataka RAM muda huo, lakini vile vile game inataka CPU, music player inataka audio. Nani ataamua nani apewe nini? Jibu la swali hilo ni operating system. So kwa upande wa system, operating system tunasema ni manager anayegawa resources kwa haki na kwa ufanisi. Inafanya kazi kama vile traffic controller, ama tunasema manager wa kampuni, ama unaweza kuchukulia mfano hata referee kwenye game. Operating system kwa upande wa system view unaweza ukajenga picha hiyo. Sasa operating system huwa inahakikisha hakuna app inayotumia CPU peke yake, lakini vile vile inahakikisha memory inagawanywa vizuri na hakuna program inaharibu nyingine wakati ambapo zinafanya kazi. So control program, operating system nimesema pia inafanya kucontrol program, inazuia errors, inazuia matumizi mabaya ya system, lakini vile vile inasimamia execution ya programs. Sasa ukiangalia tofauti ya user view na system view, ama ukiangalia comparison yao, utaona user view tunaongelea ama tuna deal na ile easy of use, urahisi wa kutumia, tunaongelea hapo interface, tunaongelea na experience. Lakini kwa upande wa system view, inapokuja swala la operating system, tunaongelea masuala ya resources management, hardware control, efficiency and fairness. So operating system ni moja, lakini huwa inaonekana tofauti kulingana na perspective. Kuna some mistake ambazo watu wengi wamekuwa wakizifanya, watu wamekuwa wakiamini sivyo ambavyo ilivyo. Watu wengi hufikiria operating system ni window peke yake, lakini kumbe ukweli ni kwamba operating system ni mfumo mzima unaosimamia kila kitu. Pia watu wamekuwa wakifikiria operating system ni user interface tu, kumbe user interface ni sehemu tu ndogo ya operating system. Na wewe unatakiwa ufahamu hivyo kuanzia sasa, uondoe hizo zana ambazo watu wamekuwa wakijenga ama wakijengewa ambazo sio sahihi, kufahamu kwamba operating system ni window peke yake. Hapana, operating system ni mfumo mzima unaosimamia kila kitu. Kama kuna mashine hapo ambayo inafanya kazi, kuna uwezekano pia hiyo mashine ina operating system. Sio lazima iwe kompyuta ama iwe simu ambayo unaitumia, hata hizi mashine nyingine ambazo tunafanya nazo kazi katika shughuli mbalimbali. Lakini pia ondoa zana kwamba operating system ni user interface pekee. Ukweli uliopo, hiyo user interface ni sehemu ndogo tu ya operating system. Operating system ina vitu vingi zaidi, tutakuja kuviona mbeleni. Lakini pia watu wamekuwa wakifikiria hizi apps zinafanya kazi moja kwa moja na hardware, ambacho sio kitu cha kweli. Ukweli ni kwamba hizi apps zimekuwa zinapitia kwa operating system, na operating system ndizo ambazo zinaunganisha na hardware inayohitajika kutumika sehemu hiyo. So labda kwa kuweza kutamatisha video hii ya kwanza kabisa kwenye kozi hii ama playlist hii, nataka nikupe task kidogo kutokana na hiki ambacho tumejifunza, na unaambie katika sehemu ya comment, ama ujaribu kukaa kitako na kutafakari jibu la maswali haya ambayo nitakupatia. Kwanza, operating system ni nini? Niambie kwa sentensi moja katika sehemu ya comment, nitajua kweli umenielewa.
Lakini pia tofauti kati ya user view na system view ni nini, na vile vile jaribu kutoa mfano wa resources ambayo operating system inasimamia. Ni vitu ambavyo tumetoka kuvizungumza katika video hii hapa. Nategemea utakuwa na uelewa na utaweza kupata jibu la kuandika hapo sehemu ya comment. Lakini pia nataka ufikirie hii scenario ndogo tu. Unapofungua browser, lakini pia unapofungua music player na game wakati mmoja mfano. Niambie katika lugha yako wewe mwenyewe, kwa the way ambavyo umenielewa leo katika video hii ya kwanza. Operating system hapo inafanya nini kuhakikisha vitu hivi vinafanya kazi pamoja bila ya shida yoyote? Na kama utaweza kujibu basi maswali hayo ambayo nimekupatia, basi utakuwa umenielewa vizuri zaidi na kuelewa operating system ni nini na jinsi inavyoonekana kwa user ama kwa upande wa system. Lakini bado pia kuna swali muhimu sana. Operating system ipo wapi kwenye computer system nzima? Kuna hayo maswali ambayo ya kuweza kujiuliza. Lakini pia operating system ina interact vipi na hardware na applications katika hivi vifaa? Maswali hayo ndio ambayo tutakayokuja kuingia kwa undani kwenye video inayofuata. So hakikisha unafuatilia kozi hii, playlist hii na kujifunza zaidi hapa pamoja na mimi. Hakikisha unatazama video inayofuata. Like video hii, subscribe channel yangu ya YouTube na endelea kutazama mwendelezo wa hiki ambacho tumekianza ili kuweza kujifunza zaidi na kuelewa kiundani kuhusiana na operating system. Kama bado hujasubscribe, ni mgeni, hakikisha una subscribe channel yangu ya YouTube. Tuendelee kuwa pamoja hapa katika kujifunza na kushare maarifa kama haya.